Mimi kama kiongozi mbunge wa jimbo la Madaba ninayo furaha kubwa kuwaona wananchi mkiwa mnaendelea kuchapa kazi zenu katika maeneo yetu. Lakini ndugu zangu, kama alivyosema mwenyekiti, hivi sasa tunayo miezi 6 tu toka tumeapishwa. Ni mambo mengi mimi mbunge wenu nimeyafanya katika jimbo hili la Madaba. Naomba niwaambie machache ambayo nimeyafanya katika kata yetu ya Gumbiro. Nilipoingia kwa mara ya kwanza, nilipata maombi ya ofisi ya serikali katika kata yetu ya Gumbiro kwamba ilikuwa na changamoto ya umeme na ilihitajika vifaa pale vinunuliwe vyenye thamani ya shilingi milioni 1. Naomba niwaambie ndugu zangu wana Gumbiro kwamba nilinunua hivyo vifaa na nikavikabidhi ofisi yetu ya serikali ya kata. Nimekabidhi vifaa vya umeme vyenye thamani ya shilingi milioni 1. Na sasa ninaamini umeme pale unawaka na watu wanaendelea kufanya kazi zao vizuri. Lakini zaidi ya yote, katika kijiji cha Ngandinda nilikabidhi pia mifuko 50 ya sementi yenye thamani ya shilingi 900,000 ili waendelee kujengea ya kijiji pale Ngandinda. Nilikabidhi mifuko 50 ya simenti. Hayo yote yalikuwa ni maombi tulipokuwa tunapita kwenye mikutano yetu ya kunadi sera za Chama cha Mapinduzi. Lakini zaidi ya yote, leo nikaona nifike kwa ndugu zangu hapa Mbangamawe. Nao walikuwa na maombi, na maombi haya kwa kweli hata mimi niliguswa nayo. Ilikuwa ni kifaa cha upimaji kinaitwa microscope. Kifaa hiki, wewe mgonjwa, kabla hujatibiwa inatakiwa upimwe nini kinachokusumbua. Kutokana na umuhimu wa hili jambo, nikaona si vema tuendelee kukaa na hiki kifaa, na tumekiagiza muda mrefu kidogo, nikilete kwenu wana Mbangamawe ili nikikabidhi. Thamani yake ni shilingi milioni 2,800,000. Ndugu zangu wana Mbangamawe, mimi ni kijana wenu, mumenipa nafasi ya kuwa kiongozi, nafasi ya ubunge. Naomba niendelee kuahidi kwamba nitaendelea kufanya kazi kadiri ya nyinyi wazee wetu, kadiri ya nyinyi wazazi wetu akina mama, ili tusogeze gurudumu la maendeleo katika jimbo letu la Madaba. Mbangamawe oye! Kikao chetu cha ndani, na mimi naomba niendelee kusema, huwa natamani niongee machache kwenu wananchi, lakini tukafanye kazi zaidi kuliko kupiga maneno. Ndugu zangu, nchi yetu ni salama. Mwenyekiti wangu hapa amesema tusije tukamkaribisha adui shetani. Amani ni kitu cha msingi sana. Wazee wangu, akina mama na watoto, inawezekana ukiipoteza amani, haya yote tunayoyafanya itakuwa ni kazi bure. Naomba niwaambie ndugu zangu, sisi ambaye mmetuchagua kama viongozi, tunaendelea kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama. Kila wakati tumekuwa tukizungumza habari ya usalama wa nchi, habari ya amani ya nchi. Ndugu diwani wetu wa kata ya Gumbiro, kwanza nikupongeze sana kwa jinsi ambavyo unawatetea wananchi wako. Ndugu yangu, naomba niseme endelea. Huo ndio utumishi ambao wananchi wetu walituchagua. Diwani wetu amezungumzia hapa, kuna swala la mwekezaji wetu ambaye yuko hapo anaitwa Jenga, lakini pia kuna jambo linalozungumzwa kila wakati kwamba maeneo haya ambayo huyu mwekezaji wetu yupo ni maeneo ya ushoroba. Ndugu zangu, na mimi naomba niwaambie, nimemsikia vizuri diwani, hili jambo nitalichukua, lakini nitaomba kikao, kwa sababu mimi ni kiongozi, nimechaguliwa hivi karibuni. Si sahihi sana kama nitatoa majibu hapa. Ninawaombeni, kwa sababu kuna uongozi wa kata, tukae tujadiliane
tujue jambo hili likoje kwa hivi sasa, ili tutakapotoka na majibu tutoke na majibu yaliyo sahihi, tusije tukatoka na majibu ya kuwafurahisha watu, lakini vizuri tukae kwa pamoja, tuone kata yetu, tukae tuzungumze ni wapi kuna changamoto na nini kifanyike. Mimi naamini serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ni serikali sikivu, hakuna lisilowezekana. Ninaamini tukikaa tukazungumza hilo jambo vizuri, tunaweza tukafanikisha.